Oburu Odinga anaambia wasee ya kwamba sisi kama Wajaluo our number one enemies ni Wakikuyu. Bedhe nilimwona alikuwa anapongana na Kijaka. Alikuwa anapongana na Kijaka anaambia our number one enemy is Kikuyu because walipiga Jaramogi. So ule kijana Mjaluo mwenye yako sahi Gen-Z, wewe unafikiria anajua Jaramogi? Kama mwenye sijui Jaramogi mzee. Unajua Jaramogi alinikiwa miaka ngapi buda? Nilikuwa 13 years. Kama sana niliona Oburu Odinga anaambia wasee ya rapture. Nasikia unajiita rapture. Si una rapture wapi? Sikiza bro. Hiyo tafsiri ulipata sijui ulitoa wapi. Hiyo translation ambayo ulipata kwa maneno Oburu aliongea na Kijaluo sijui ulitoa wapi. All and all, kama translation yako unaamini ni ukweli au unaamini ni perfect, ni sawa. Kwani kuna makosa Oburu Odinga akisema our enemy ni Wakikuyu? Kwani atuone? Alisema our enemy ni Wakikuyu kwa sababu gani? Sijieleze. Jieleza, alisema kwa sababu gani? Mtu hawezi sema kitu bila makosa. Alisema kwa sababu gani? Tulisema na Kenyatta. Hiyo wakati hata mimi sikuwa nimezaliwa. Kenyatta walifanyia nini? Walisimama na Kibaki. Kibaki walifanyia nini? Uhuru pia Misho amefanya nini? So bro, hizi ni vitu iko ni fact bana. Uwezi udungo mara 3 na bado unasema hao ni rafiki yenu. Ni wapi? Hebu niambie siku gani Wakikuyu alisupport Wajaka for president? Hii ya 2022 hawako support chochote. Si walienda kwa Ruto. Wakisupport Wajaka Ruto alipaga agepata. Sisi tulisimama nao 100%. Kibaki, tukaleta Kibaki. Tulisimama na 100% wakati wa Kenyatta. Wakati wa Ruto anapingana na Uhuru. Sisi tulikuja kwa hiyo government kani mbaya, kila mtu anapinga. Bila sasa unapinga Ruto, tukasimama na yeye 100% mpaka kamaliza term yake, mpaka nyinyi mko nampiga. So kitu Oburu amesema ni ukweli. Kama inakuuma unaweza meza wembe. Sawa. Kama inakuuma unaweza meza wembe. Kama kuumi unaweza tema. Kama inakuudhi unaweza jinyonga. Kitu Oburu alisema ni ukweli. Na hiyo mtu alikupea translation, alikupea mzuri sana. Mimi hata siwezi sema ni uongo. Alikupea vizuri sana. Endelea na ile translation alikupea. Bila alikutafsiria hiyo, alitranslate vizuri sana. Alitafsiri vizuri sana kwako. Kwa sababu sisi tunajua translation bila alisema. Basi alisema our enemy ni Wakikuyu. Hatukuulize swali. Alisema hivyo kwa sababu gani? Tupe point. Kwa sababu huyo mtu alikupea translation, lazima kukupea ya kutosha. Yes. Lazima kupea. Tumejaribu na hawa watu, tumejaribu kukuwa rafiki na hawa watu, na ifanyi kazi. Mara ngapi tumejaribu kukuwa rafiki na hawa watu kwa siasa ifanyi kazi bro. Mwenye macho mwambie tazama bro. Mwenye macho mwambie tazama, mwenye masikio mwambie sikia bwana. Mwenye mguu mwambie tembea bwana, anatembea bwana. Tumesimama nao mara ngapi bwana? Tumejaribu rafiki mara ngapi? Na hiyo translation yako mtu amekupea. Mimi siwezi sema ni uongo. Kwa sababu utajibiwa. Siwezi sema ni uongo. Hiyo translation yako pale umetoa ni sawa. Huyo mtu amekupea translation ni sawa. Huyo mtu ni rafiki yako ni sawa, ni bibi yako ni sawa. Amekupea translation kupenda kwake, au kupea translation kujipendekeza kwake, au akumpea translation akijua anakupea kwa sababu gani? Bro, ukweli inauma, na ukweli wacha iseme bwana. Hawa watu walichukua oath juu yetu. Kama ujui, for your information, hawa watu walichukua oath juu yetu. Hata wacha nikuwekea hapa, hata wacha ni post hapa. Nijue oath haja jamaa alichukua juu yetu. Kama ujui, ndio hii hapa. Ya kwamba sisi kama Wajaluo our number one enemy. Hawa watu walichukua oath juu yetu. Ndio hii oath walichukua. Ndio hii oath. Hii oath walichukua juu yetu. Hii oath walichukua juu yetu. 1969 walichukua oath. Only Kenya imeshapata uhuru siku 3 imepita. Walichukua oath juu yetu. So kitu Oburu amesema si anadanganya. Kwani hiyo oath ni nini? Kwani hiyo oath ni nini? Bro, kitu kama ujui wachana nayo. Kitu kama elewi wachana nayo. Na hiyo translation ulipewa na watu, mimi nakusema ni ukweli. Endelea na hiyo translation. Endelea nao kabisa, campaign nao kabisa, tafuta nao popular, tafuta nao likes, tafuta nao views, kwa sababu hiyo ndio kitu itakuletea chakula kwa meza. Tunaongea ukweli, na ukweli inauma. Na unajua ukweli kitoa direct inauma. Vile Gachagua anatoanga direct inauma watu, lakini anatoa ukweli. Serikali ni share. Na kama wanaamini hakuna share, hiyo ni yako. Serikali ina share, bila Gachagua anasimanga na share.
Na Oburu alisema kitu ukweli kabisa. Oburu alisema kitu ukweli kabisa. Hawa watu tumejaribu na marafiki, imekataa bro. Imekataa. Sasa tutafanya nini? Tumekataa. Hawa watu walichukua paka oath juu yetu. Hata na gani hizo video Oburu ziko? Wacha tutafute hapa. Tulango gini jowa, gino wetewa. Walos kod gimutegno. Wamakuru kod yosiep. Kumachielo chande. Umesikia? Amesema hao wakale ni marafiki zetu. Tushikane nao vizuri. Tuendelee. Wasega temo, mwatemo chakre Jaramogi minyaka otamre. Alisema hiyo malingine, hiyo pande wa Kikuyu. Tumejaribu kuma rafiki, tumejaribu kwa support hawa support. Imekataa. Hajasema, sikiza bila alisema. Tunaelewa. Wan jokanyana mwasetemo. Mandalo mokatemo wayalo gi jodongo ka. Wadalo gi jodongo e od Jaramogi Kisumo ka. Jodongo Luo. Wawacho ni mondo wa support Kibaki, ni Raila wacho ni Kibaki tosha. Alisema walijaribu paka wakaita wazee, yani walete watu pamoja ili tukue na rafiki hao watu. Amesema ilisindikiza. Yani ilikataa kabisa. So tuendelee. Mejo jodongo konano buri fuo manade, nyatumo fuo manade. Ibukri kelo nwa kendo Kikuyu. Ikiagi makikuyu notimo ni Uhuru. Ne wawacho ni mato ber ma irija Jaramogi manopuonjo Makerere bogolo mukele siasa. Haya walisema wakaleta Wajaluo wakaambia wewe Oburu wewe ni mjinga. Wewe hujui bila watu walifanyia baba yako? Akasema pana, wacha tujaribu Kibaki ni mzuri, alifundishwa na Oburu. Alisoma Makerere University hapa. Yeye anaweza change, hawezi kuwa kama huyo Kenyatta bila alifanya. Wacha tumjaribu. Hiyo ndio bila jamaa alikuwa na translate kitu. Wewe sijui mtu alikotranslatea kivipi. Tuendelee. Onyalo bedo Kikuyu mopogore go kuchi moko ka. To kata chopo e wang'e. To mana kaka awendo okwe ang'ono. Awendo okwe. Walijaribu wakampea kiti, after kiti alifanya bile ndugu yake mkubwa alifanya, bile Kenyatta alifanya na bile Wakikuyu wengine pia alifanya. Hapa hajasema our enemy ni Kikuyu, anasema bile hawa watu waliwasaliti, bile hawa watu waliwafanyia unafiki, bile hawa watu walibetrend yao kwa siasa, bile vituko waliwatendea kwa siasa kutoka baba yake sasa kukuja kwa Raila. Na sasa tuendelee usikie. Ngono yege. Koromiyo ena kuro. Koromiyo kawayudo jomwanyalo riwre go machiegni go kendo bende jowa machiegni to kik waling tenge ni pod waparo nitie yo machielo kendo ni ng'ato wachonwa na ajenda mare maduong' ni en Ruto must. Umesikia vile amesema sasa nataka tukifuata rafiki mpya tujaribu nao pia tuone pia pale watu watatupeleka, si kama wengine tumejaribu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu na hakuna mahali tumefika. Hivyo ndio Oburu alisema. Pande gani ulisikia Oburu akisema hapa our enemy na kina nani? Akina Kikuyu. Hakusema hivyo. Amesema watu tumejaribu kufanya nao kazi lakini hatujapata matunda. Ni kama vile tumefanya kazi na Wakamba, hakuna matunda tumepata. Kama tumefanya kazi na Waluya, hakuna matunda tumepanda. Sasa ni nini? Oburu akisema hivyo unasema amesema hao ni kabila. Hiyo mtu alikupea translation huyo unajiita rapture, hiyo ni yako. Tulango gini jowa, gino wetewa.